ya kwamba tumefuka mwaka katika jina la Bwana. Mliona ile basi vile imeua watu wengi ikieta baada hii, wamefuka vizuri bila kujua hiyo, wamegojewa kule. Na wewe umeenda, mimi nimesafiri hapa na pale, na hakuna mtu ameniuliza. Ni siku moja Mrs. ameniambia, ukipanda ile kamurima take care of your phone. Na nilishuka gari nikanyunyuliwa na duthi mpaka kwangu kwa gate. Haleluya mara ya kwanza, haleluya mara ya pili, haleluya mara ya tatu, haleluya mara ya 4, mara ya 5, haleluya mara ya 6, haleluya mara ya 7, haleluya. Glory, 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 glory. You may have your miracle seat in Jesus name. Unaweza pokea kiketi chako cha baraka, na nichukue nafasi hii nikaweze kukukaribisha katika sala ya kwanza ya mwaka huu, katika ibada ya kwanza ya mwaka huu, kwa ujumbe wa kwanza wa mwaka huu katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni furaha yangu kwa sababu tukienda Christmas tulitakiana mema, na mimi hakuna simu nimepigiwa ati kuna mtu ametuacha. Ninasikia kondoo zangu zote, amen, na watendakazi wote wanahesabika. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo nashukuru Bwana, na ninataka kuchukua nafasi hii kumletea neno la Bwana kama vile Mungu ameliweka katika moyo wangu. Kwa hivyo ninataka kunena maneno ambayo nimeyanena hapa wakati wa kesha. Katika ibada nyingine nitaongea kitu kingine, na itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu. Praise God. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba dhimu yetu ya mwaka huu, amen, ni year 2026 is our year of walking by faith. Salimia mwenzako mwambie 2026. It is not your year, it is my year of walking by faith. Muangalie, mwambie mwaka wa 2026 ni mwaka wangu wa kutembea, wa kusimama, wa kufanya kazi kwa imani. Amen. Sasa muongezee haiten, umwambie sasa patia pasta sikio katika jina la Bwana. Amen. Unajua new beginning inakuwaga na tabia zingine, na zingine ni kila wakati, kila jambo liko na wakati wake. We are in a new season. Tuko katika majira mapya. Praise God. So I want us to read in the book of 2 Corinthians chapter 5 na ule mstari wa 7 about the theme of our year. Ilitoka mahali pale, wale tulikuwa hapa kesha tuliweza kutoa dhimu yetu ya kwamba 2026 is my year, is our year of walking by faith. Tuliweza kuitoa pale, na kwa hivyo ningetaka kunyorosha mambo kadhaa ili wale ambao hamukukua nikaweze kuwashirikisha, na simungenipigia makofi wale hamukukua kwa kesha, manake saki mubaki nyuma. Nataka mshiriki ile baraka ambayo tulishiriki wakati wa kesha, ili tuingie katika Sabina tukiwa wote. Maana yule atafugiwa ije, ni huko kuna gharika, huko kuna hatari. Sabina ndio hii, tukaweze tumeingia wote, na ikweni ya baraka katika jina la Yesu. Na kwa hivyo Bible inasema maana hatuenedi kwa imani, maana twaeneda kwa imani, nao baradhi si kwa kuona. For we walk by faith, not by sight, having our lives living our lives in a manner consistent with our confidence, believe in God's promises. Bwana ziwe sana. Hapa ndio dhimu yetu iliweza kutoka, na hivi karibuni kuna kitabu tutaweka hapa tukaweze kuiandika na hizo herufi kubwa ya kwamba 2026 is our year, is your year, is my year of walking by faith. Sema amen. Na kwa hivyo tuliweza kuona ya kwamba mtu ambaye atatembea kwa imani lazima kwanza ajue hastahili kuangalia mambo na macho haya ya mwili. Bwana sifa sana. Tuliona mtu ambaye atatembea kwa imani ni kumaanisha ya kwamba hiyo imani ndio miguu ya mtu wa ndani. Sema amen. Maana tuliweza kuona ya kwamba mtu huyu wa nje, ama hii temple, ama hii body yangu, ama hii hekalu yangu,
huwa inabebwa, huwa inasafirishwa na miguu. Ikitaka kwenda tao, miguu inanibeba, inanipeleka pale. Bwana asifiwe sana. Naye mtu wa ndani, tukaona ni nini inasimamisha mtu wa ndani, ni nini inasababisha mtu wa ndani akaweza kuhama from one location to another location. Ni nini ambayo inasababisha majira haya yakabadilika na majira mengine yakaweza kuanza? Ni nini hicho huwa kinasababisha milango mipya ikaweza kufunguka? Ni nini hicho huwa kinasababisha new opportunities na new connection zikaweza kuja katika maisha yetu? Ni imani peke yake katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba mwaka huu ufanyie imani yako kazi in the mighty name of the Lord. Na ninakuonya mapema katika jina la Bwana, this year usitembee na wale wanatembea. Sema amen. Usiende na wale wanaenda. Sema amen. Enda kwa sababu Mungu amekuita. Sema amen. Fungua hiyo biashara, kwa sababu hufungui kwa sababu wengine wanafungua, unafungua kwa imani katika jina la Yesu. Kwa hivyo mwandishi ambaye aliandika hii, ambaye ni mtume Paulo, anasema maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Okay, naomba radhi yangu ni ya Kiswahili, it is another fashion. Imeanza sasa vice versa, na kwa sababu ndio huwa natumia, ndio sasa nakumbuka vile nasomaga hii. Maana tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. For we walk by faith. May you walk by faith this year in the mighty name of the Lord. Simama na miguu yako useme 2026, I will walk by faith. I will operate by faith. 2026, whatsoever I will do, any step I will take, any business I will open, I will operate it by faith in Jesus' name. Pigeni Bwana makofi katika jina la Bwana. Kwa hivyo tunaweza keti, for we walk by faith but in all sight, living our lives in a manner consistent with our confidence. Yani tukiishi maisha ambayo ni consistent, ambayo yanalingana, ambayo yanakubaliana, amen, na ile tunaamini zile ahadi za Bwana. Kwa hivyo the promises of God, they cannot be verified, they cannot be fulfilled in your life kama kiwango yako ya imani iko chini sana. Sema amen. Na ndio unaona kila wakati Yesu akiponya watu alimuuliza imani yako iko wapi? Sema amen. Yule ambaye teremusha yule na machera, Bible inasema namna gani? Alisema imani yako. Nini iliponya yule jamaa? Sauti iko chini. Imani yako imeweza kukupona. Praise God. May your faith heal you this year in the mighty name of the Lord. May your faith locate you in the mighty name of the Lord. Yani imani ilocate wewe, isababishe mambo fulani ikaweza kutendeka. So living by faith or walking by faith ni kuishi maisha ambayo inakubaliana na ahadi za Bwana katika jina la Yesu. Na mimi ninawaombea mwaka huu, any promise ambayo Bwana ametoa concerning your life, concerning your career, concerning your family, may it be fulfilled in the mighty name of the Lord. Ninaomba ikaweza kutimia katika jina la Bwana. So Bible inasema believing in the promises of God. So walking by faith means trusting God. Amen. Unseen work over walking by faith means trusting God. Yani kutumainia Bwana, yani kutembea kwa imani inamaanisha kumtumainia Bwana. Walking by faith means trusting God. Amen. Or trusting the promises of God. Kwa hivyo wakati tunasema ni mwaka wa kutembea kwa imani, tunaita pray, tunaiweka wazi, tunaiweka na upana. Bwana asifiwe. Ukaweze kuamini Mungu ya kwamba zile ahadi, ya kwamba kile kimenenwa juu yako kitaweza kutimia in the mighty name of the Lord. Walking by faith is letting God truth direct your actions and decisions. Walking by faith is letting God truth direct your actions and decisions. Yani kutembea kwa imani ni kumpatia Mungu nafasi, ni kupatia Mungu kibao mbele. Sema amen.
akaweze kukuongoza katika matendo yako na katika yale mauamuzi ambayo utaweza kufanya. Mwaka huu kuna watu hapa lazima wafanye mauamuzi fulani ndio imani wafanyie kazi. Sema amen. Mwaka huu kuna watu hapa lazima wafanye mauamuzi fulani, lazima wachukue hatua fulani ndio milango yao ikaweza kufunguka. In the mighty name of the Lord. So walking by faith means letting God truth direct your action and decision. Walking by faith means living a way that shows we confidently believe in God promises. Yani kutembea kwa imani ni kudhihirisha kwa uwazi ya kwamba tunaamini ahadi za Bwana. Walking by faith means looking challenges through the eye of God. When we are talking about the year 2026, that it is a year of walking by faith. We are saying this, you are supposed to see the things through the eye of God. Unastahili kuona mambo na jicho la Bwana. Sema amen. Mungu akiona ukuta wa Jericho hakuwa naona. Wana wa Israeli na Joshua ndio walikuwa naona ukuta. Mungu alikuwa naona hakuna. Sema amen. Na kwa sababu kupitia yeye hakukuwa na ukuta, aliwaambia wasunguke mara saa, maana tayari hakuwa naona ule ukuta. Praise God. Na ndio ukisoma in the book of Exodus chapter 15 verse 14, Exodus 15 and verse 14, God told Moses, tell my children to stand still and they gonna see my salvation. Then akawaambia tell them to move forward. May you move forward in the mighty name of the Lord. Receive the grace of moving forward in the mighty name of the Lord. Praise God. Aliwaambia move forward. Sasa wanashindwa ni forward kwa ya gari ya Kayole ama ni forward ya nani? Maana mbele si kuna Red Sea na nyuma wakiangalia wanaona magari ya Farao na wanajeshi wake wanawafuata. Kwa hivyo wakaamua kurudi nyuma. Nipatie hiyo. Wakaamua kurudi nyuma, hata watakuwa wanajipatiana kwa maadui. Wakasema waende mbele, watazama katika Red Sea. Praise God. Lakini kulingana na vile Mungu alikuwa naona, gaido onaga Red Sea. Mungu hakuwa naona bahari. Praise God. Na ndiye anawaambia wakaweza kufanya nini? Kumove forward. Bwana akamwambia Musa, bona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waende mbele. Nimekuja kuwaambia muende mbele 2026 in the mighty name of the Lord. Kama kuna Red Sea imekuzuilia last year, oh, in the name of the Lord, you gonna move forward in the mighty name of the Lord. Mungu anamenituma nikwambie move forward. Muulize jirani yako kama ata move forward. Ukisikia ana dalili ya kutomove, uhame hiyo kiti. Sasa ni sitakuuliza. Maana ni vibaya sana ukae na mtu ambaye hataki kumove. Hata tunaambia kwa stagnant water ni maji ambayo haimove. Hiyo maji haistahili kutumika. Ni kama sasa mtu lazima uwe na inlet na uwe na outlet. Lakini ile mtu ambaye maji ikiingia haitokagi, hiyo maji ni machafu. Nisalimieni katika jina la Bwana. Kwa hivyo the Lord said to Moses, why do you cry unto me? And this is how we do many times. We cry, tunaambia Mungu tunafuatwa. Na Mungu anataka imani yako ikaweza kuinuka, ukaweza kumove forward. Ninaomba mwaka wa 2026 kuna mahatua kubwa utachukua in the mighty name of the Lord. Maana imani huwezesha mtu kuchukua mahatua kubwa, kuwaza miradi ya pesa mingi. Sema amen. The Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the sons of Israel to move forward toward the sea. Ate watembee mbele wakikaribia nini? Ile bahari. Kwa sababu Mungu akiangalia alikuwa anaona njia. Praise God. May you see through the eyes of God this year in the mighty name of the Lord. Na jicho la Mungu ni nini? Jicho la Mungu unauliza ni nini? Ni neno lake katika jina la Yesu. Kama neno linasema I will make a way where seemed to be no way, ni kumaanisha Mungu mahali umezuiliwa, yeye anaonaga kuna mlango katika jina la Yesu. Ni kumaanisha wakati unasema you are weak, yeye anaonaga ile potential dogo ambayo iko ndani. Na ndio unaona katika Judges chapter 6, yule malaika alitokea Gideoni. Gideoni alikuwa anapepeta ngano, alafu anajificha chini ya mwaroni, alafu anaangalia kama maadui anakuja. When the angel of God came
Alimuuliza, nini unafanya hapa? Akasema, we malaika huna habari. Kama ni kutandikwa tumefanya nini? Tumetandikwa. Wafilisti wameonana na sisi modo kwa modo, kwa hivyo sasa tunafanya hivi tukijificha. Malaika alimwambia aondoke. Wapi? Akaweza kuondoka. Na kuna watu wanaumia in life maana wamekatalia mahali pamoja. May God move you where you are supposed to be in the mighty name of the Lord. Wakati mwingine ni vizuri kuhama. Unatorokea wale watu ambao mumezoeana na wao, praise God. Unaenda a new location, unajuana na watu wengine. Tembea mwaka huu katika jina la Yesu. Ambia mwenzako tembea in the name of the Lord. Tembea, ataenda kwa Masai ukaone vile wanakunywa damu ya ng'ombe. Tulikuwa wapi sasa? Hallelujah, praise God. Kwa hivyo akamwambia waende mbele, na kuna watu hawabarikiwi. Tulikuwa Judges chapter 6, praise God. Na kwa hivyo the angel of God, na utanitafutia hiyo, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Kwa hivyo malaika akiangalia Gideoni anaona kuna uwezo ndani yako. Mimi naona potential ndani yako. Mimi naona kuna biashara kubwa unaweza fungua wewe. Mimi naona ukibeba pesa mingi katika jina la Bwana. Malaika akimwangalia aliona shujaa. Sikizi ya kimombo. The Lord turned unto him and said, go in this strength of yours and save Israel. Enda na hiyo nguvu kidogo ambayo uko nayo. Mungu anataka utumike na hiyo neema dogo ambayo uko nayo. Pigia yeye makofi mwaka huu. And save Israel from the heart of Midian. Have I not sent you? Twende hiyo fasi ingine. But Gideon said to him, please Lord, how am I to rescue Israel? Behold, my family is the least in Manasseh, but I am the youngest, smallest in my father's house. And these are the reason. Hii ndio ile mahesababu. Unasema ate kwenu hakuna mtu amejenga nyumba ya mawe. Ate kwenu hakuna mtu amejenga nyumba nyumbani akaweka tae. Kwenu hata dalili ya gari hakukuwaki nayo. Ate unasema kulisemekana ukinunua unakufa. Sasa unakuwa sasa wewe unafuata ile maneno ambayo ilinenwa. Ninawaambia imani yako inuke in the mighty name of the Lord. You are the change in your family in the name of the Lord. Wacha kukojea change, wewe ndiwe change in the mighty name of the Lord. Fanya mambo Mungu wa hiyo familia ajulikane. Mpigie Mungu wa mbinguni makofi in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo Gideoni anasimamisha sababu, na ni sababu mbili. Number 1, the tribe of Manasseh. Maana we have 12 tribes of Israel, and Manasseh was one of the 12 tribes. Ilikuwa masikini kuliko zile zingine. Kwa hivyo anasema malaika number 1, mimi nimezaliwa kwa tribe, amen, ambayo ni masikini sana. Furthermore, ate nini? Furthermore, I am the youngest. Kwa hivyo tumia yule brother yangu mkubwa ama yule wa katikati, maana wale ambao ni wa mwisho hawakuwagi na nguvu. Unaona sasa zile sababu anapatiana. Mtu wa imani anaondoka visababu katika jina la Yesu. Mtu wa imani akiambiwa ni kuondoka kama Abrahamu, anaondoka hata bila kujua naenda wapi in the mighty name of the Lord. Naomba imani ikusafirishe mahali Mungu anataka ufike. Naomba imani ikusafirishe mahali kuna baraka yako in the mighty name of the Lord. Hallelujah! Happy New Year! Tushangilie Bwana katika jina la Yesu. Tuwekewe verse 16. Kuna jambo, kuna jina aliitwa. Bwana akamwambia, hakika utakuwa pamoja nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. The Lord answered him, I will certainly be with you, and you will strike down the Midianites as if they were only one man. Bwana asifiwe sana. Yani angalia mtu mmoja amekalia nguvu ya kupigana akiwa peke yake, kwa sababu imani yake iko chini. Anaambiwa na malaika ya kwamba hata hamutaenda mkiwa wawili, ile nguvu uko nayo utawapiga mansoro, utawapiga wote. Praise God. Na hiyo sasa ni imani anawekwa na Mungu. Kwa hivyo anaambiwa aondoke, na mimi ninaomba uondoke katika jina la Yesu. Ondoka from your comfort zone in the mighty name of the Lord. Wengine zile manyumba mnakaa ni za kukodishwa, imejengwa vizuri, ukiwa huko unaona kama ni kwako, anza kuichukia, ndio utamani kujenga yako katika jina la Bwana. Praise God. Shangilieni Bwana kwa makofi. Lazima utoke katika comfort zone, mahali ambapo unasikia amen umetoshereka, uende mahali pengine mapya ama mapya.
Unajua nimekuwa Murang'a juzi, ndio naongea Malindi ya pili. The Lord answered him, I will certainly be with you. I declare in the name of the Lord will be with you this year in the mighty name of the Lord. Bwana atakuwa na wewe. Muulize mwenzako, who will be with you this year? Muulize vizuri, no gukorwe hamwe naye Mrs. Pastor. Kwa tini, okay ni sawa. Hata yeye anasema ni Mungu. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Kwa hivyo Mungu akitembea na wewe, utawapiga wa Midiani katika jina la Yesu. Unaona sasa Gideoni anaogopa maadui ambao tayari yako na potential ya kuwashinda. Na hivi ndivyo huwa inatendeka. Wakati imani yetu iko chini, tunaogopa vitu ambavyo hakuna. Ni kama sasa ukiwa mdogo, nikitumwa kwa baba yangu mkubwa na maima, nilikuwa ninamwambia sitaenda. Ananiuliza kwa nini? Namwambia kuna kimutu ije. Hata kuna wakati nilipatiwa taa ya glass. Mnaikumbuka? Ile ilikuwa inahakishwa Saturday wakati my dad anakuja. Hii ingine siku ingine ni kanyitera. Ile kamkebea mafuta ya kiba unararua blanketi pale mwisho. Wale wa hiyo miaka. Sasa nilipatiwa hiyo taa. Akaniambia basi enda. Hatuwezi kula hivyo. Sasa wakati nilienda, kitu iliniambia kuna mtu mbele. Kwa hivyo nikapiduka, nikagogwa na kikigi ya geti hapa. Alafu nikafuja hiyo glass. Sasa tulitoka na tukaangalia na kukaonekana hakuna dalili yoyote ya adui ambaye alikuwa. Na wakati mwingine wewe unaogopa kitu ambaye hakuna. Praise God. Toka mahali ulipo in the name of Jesus. Fungua hiyo biashara mwaka huu in the name of the Lord. Wacha kutembea kwa imani. Wacha kusikiza vile watu wanasema ati biashara ya M-Pesa sinaibiwa. Mwambie yako ndio iliibiwa, yangu haibiwi. It is protected by the blood of Jesus in the mighty name of the Lord. Sema hallelujah. Lazima utembee kwa imani mwaka huu katika jina la Yesu. Hebu nitavutie hiyo fasi inasema ya kwamba I think it should be 13. Ambayo inasema you great man of valor. Malaika alimuita Gideoni a great man of Amosi. A great man of okay, wacha tuone. Itafute mpaka uione. Arise, you great man of valor. Ikatukua hiyo chapter, nataka tutafutiwe tuisome. Amen. Inasema brave man. Nipatie fashion nyingine. And the angel of the Lord appeared unto him and said to him, the Lord is with you, O brave man. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia ya kwamba wewe shujaa mkubwa, the Lord is with you. Give me another version ambayo inasema great man of valor. Nataka ukaweze kuelewa ya kwamba ukuu wako hauko nje. Sema amen. Your greatness is hidden in you. Legino godona igua. Yani your greatness is hidden in you. The greatness of a seed sio vile unaiona nje. Greatness ya any seed inakuaga wapi? Inakuaga ndani yake. There was a pastor ambaye alikuwa ameajiriwa kuwa mchungaji kanisa ya Faith Home ile iko Huruma, mahali wa elimu Nelson. Alikuwa hiyo miaka, na kuna wakati alifunguliwa mlango na Mungu akaenda Israeli, na alikuja na hiyo begu ambaye tunaita nini? Masasi. Na tukiwa ushirika wa wachungaji alikuwa anatuonyesha. Na sasa anasema hebu angalieni vile masasi inakuaga. Tunasema hatuoni kitu. Yani alikuja na hiyo seed. Yani hiyo begu ya masasi ni kama sasa ile kasidano dogo, utafute karatasi ya bio haijaandikwa. Hiyo kanini utafanya hivi, inatoshana na hiyo. Na hakuna mti ambao duniani kote unakuaga mkubwa kuliko masasi. Bwana asifiwe sana. Na ndio Yesu aliambia wanafunzi wake, if only you have faith as a mustard seed, you gonna say to this mountain move, and it gonna move. Say amen. Kwa hivyo alikuwa nataka kuwaambia wakiwa na imani dogo kama chanda ya haradali wataweza kuhamisha milima. It is my prayer, my dear listener. Kuna milima utahamisha mwaka huu in the mighty name of the Lord. Kuna milima utahamisha in the name of the Lord. You are a man of faith. You must walk by faith. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with you, thou mighty man of valor. Praise God. Thou mighty man. Bwana asifiwe sana. Angalia mighty man anadifita pale.
Amen. Ananini hii gano hivi, na yeye ameitwa akapiganie taifa. Praise God. Na kuna watu hapa wako na mito mikubwa, kuna watu hapa wameradia neema kubwa. Praise God. Ninaomba hiyo neema ikorogwe na hii madhabahu in the mighty name of the Lord. Magideoni wakaweze kuinuka, watoke chini ya miti katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi. Na ni nini sasababisha hivyo? Ni wakati utaanza kutembea kwa imani, na mtu wa imani hasikisaki maneno ya watu. Praise God. Praise God. Jana tulikuwa mahali na Mrs. Pastor na our Archbishop na wachungaji wengine, na kuna ushuhuda ambaye ilitolewa na mmoja wetu ambaye Mungu amemubariki, na alisema ya kwamba wakati walioana walipatiwa nini na nini Mrs. Pastor? Kitanda na nipasa, kitanda na mattress, kijiko moja, vijiko mbili na sahani gani, na wameoa. Sasa baada ya miezi kadhaa huyo akatumana. Sasa ile makosa alifanya, alituma pika pamos iende vikombe mbili na sahani mbili na mattress na kitanda. Sasa huyu Mrs. wake niliona analia, anasema walilala chini, maana kitanda imefanya nini? Imetumaniwa. Pika pilisimama, wakasema tumeambiwa tusitoke hapa bila hiyo sahani na hizo vikombe na hizo vijiko. And this man of God, amen, ni mtu wa imani. Mungu amembariki na ndiye alikuwa ametuita. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Alitoa huo ushuhuda mpaka akituambia ile safari ametembea nayo. May God help us in Jesus name. Lazima utoke in your comfort zone in the mighty name of the Lord. Wengine unatosheka na hiyo kidogo uko nayo. Yearn for more in the mighty name of the Lord. Fikiria mambo makubwa. Ambia mwenzako fikiria mambo makubwa mwaka huu. Si unakumbuka Amos akituambia alikuwa wanauza boga na leo hajafika boga, na unaona wakati mwingine haziendi. Hata Mrs. kuna wakati amekatakata boga, ameuza na kupika pipe. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kupaka. Ninamwambia Eda, Bwana ako pamoja na yeye, lakini akirudi pesa kwa meza tuhesabu. Nitorogete pipe 2 years. Na ndio mkiona mtumishi akiinuka ni vizuri mumutakie mema. Bwana ziwe sana. The price men of God we pay, amen, haiwezi elezeka. Praise God. Mungu pasa anatokaga bali, anatolewa na Mungu bali, anapitishiwa uchungu. Ndio wewe ukiwa na uchungu asione kama ni makosa umefaa. Yaani Mungu anafanya pasa asikie uchungu sawa sawa. Ndio wakati utakuja umwambie uko na uchungu, anasikia ni hii uchungu. Give me pro. Okay, leo tutasoma ile maandiko ya Revelation. Unajua ni mwaka mpya. Give me Hebrew chapter 4 and verse, I think verse 11 or 12. That we don't have a great high priest. Hatuna kuhani ambaye ni mkubwa, ambaye haguzwi na mashida yetu. We have a high priest ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Ambaye huwa, amen, nataka tuwekewe ndio niweke usawa na itakuwa ni baraka. This is your year of walking by faith. Salimia mwenzako, mkumbushe, muulize mwaka huu ni wako wa nini? Wakutembea ni imani katika jina la Bwana. Kwa hivyo usitembee na vile watu walisema. Kama watu walisema wewe huwezi kaa nyumba kubwa, amen, waambie mjitayarishe, nitawaita. Amen. Hebrew chapter 4. For we don't have a great high priest who does not what. Amen. Mnanisaidia tuipate na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo it is our year of walking by faith. Believers who walk in faith does not speak despair or defeat. Waumini ambao wanatembea kwa imani hawaongeagi kushindwa. Ni vizuri kama sasa nikiuliza Amos, kutoka huu mwaka uanze umeongea maneno magapi ambaye ni ya kujirani na kufuga njia zako. Na ni vizuri ujue mwaka ukianza ni kama kitabu mpya. Ni kama nini? Kitabu mpya, haina kitu, iko hivyo. Amen. Ukichora katuni hapa ndio itakuwa hapo.
Ukichora ndege hapo ndio itafanya nini? Ukitukanana uandike hapo, itakuwa hivyo. Sasa mwaka ni mpya. Amen. Ni wewe utajaza vitu. Pigia Bwana makofi. In the mighty name of the Lord. Mwaka ni mpya. Na ndio unasikia hata nikiongea na nena tukifanya declaration in the mighty name of the Lord, ili tujaze mwaka, maana ni mpya na kitu mpya. Hata wale tunarudisha watoto kwa shule. Jana nilikuwa naangalia receipt. Mimi niliwaambia Sam najipagaga mapema. Iko. Amen. Iko inagojea sasa nikufungua nimpatie. Amen. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Nilikuwa naangalia lakini nikaona wameambiwa waende na vitabu mpya. Waende, inaitwa sanitizer. Hii nini? Ni white wash ama ni nini? Hii vitu. Hard sio white wash. Hii ya kuoga mikono. Wameitishwa. Na hiyo sasa wakiitishwa sitengenezagi kwangu. Niende supermarket ninunue. Yaani hata unaona hata vile tulikuwa Christmas, kila mtu alikuwa na kitu kipya. Hata wale pengine kama mimi si kununua nguo. At least nilinunua hadi katifu ya 50 mpya. At least nilikuwa na kitu mpya. Amen. Maana hayo majira yalikuwa ni majira mapya. Praise God. Ninaomba uanze upya this year in the mighty name of the Lord. Mtazamo wako wa mambo uanze sharp. Pigia Bwana makofi in the name of the Lord, ili mambo yako yakaweza kuwa sawa. Kwa hivyo tuendelee kujaza mwaka. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heaven, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Give me in Swahili fashion. Amen. So when we walk by faith, any believer who walk by faith hanenagi kushindwa. Kwa hivyo ninakuonya mwaka huu usinene umeshindwa katika jina la Bwana. Sema amen. Nena mambo kuwezekana. Praise God. Kama kuna vile watu wanakuona, wewe wachana na watu. Angalia Mungu anasema nini kukuhusu. In the mighty name of the Lord. You know many a time huwa tunasumbuka na mambo mengi. Ate wananionaga namna gani? Huwa wananifikiria namna gani? Amen. Sisi wachana na sisi. Abia mwenzako wachana na mimi. Kwa kuwa hamuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu udhaifu, hali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote. Abia mwenzako katika mambo yote. Kama ni kulala njaa, aliweza kulala njaa. Kama ni kulala kwa kesha, Yesu amelala katika Mark chapter 1 and verse 35. Early in the morning before the dawn, Jesus woke and went into a solitary place. Mark chapter 1 and 35. Kwa hivyo alijaribiwa. Kama ni kutadikwa, alitadikwa 40 stripes minus 1. Viboko 40 minus 1. Hiyo ni 39. Kwa hivyo alisikia uchungu. Kama ni kutukanwa, alitukanwa. Amen. Na Pharisees akiwa pale kwa msalaba, hata kuna mwingine alimtandika kofi, akamwambia hivi, you are the son of God. Amen. Jiokoe. Kwa hivyo hiyo mambo yote alipitia. Praise God. Na yeye ndiye kuhani mkubwa wetu in the mighty name of the Lord. Na Bible inasema he is interceding for you, he is interceding for me, he is interceding for us. Sema amen. Mpigie Bwana makofi katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kutembea kwa imani mwaka huu. Faith is believing in something even if we cannot see. Imani ni kuamini yale mambo ambayo huoni. Nini kuitikia nini? Mimi nitaamini. Praise God. Mimi nitaamini. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Mtaniruhusu nikisema tu mambo, mnaelewa ile neema pasa alikuwa nayo. Amen. Jana kuna apostle tulikutana na yeye akatubeba tukiwa na Mrs. Pastor wa Donholm, na sasa kuna maneno ambayo aliongea. Amen. Sasa nikuuliza gari iko wapi, na kumwambia iko, kwa sababu sigisema haiko. Sasa niliomba Mungu asiniulize the second question. Atethenya unataka kwenda ije kuangalia Janet. Sasa si unaona shida yenu? Unaona dhina ule mkoragwo naguo. Bwana asifiwe. We are blessed in the heavenly realm with all blessings. Sema amen. Sasa imani ndio magnet. Imani ndio nini?
ya kuvuta zile baraka. Nipatie hiyo file, zile baraka from heavenly realm. The Bible says we are blessed with those spiritual blessings in the spiritual realm. Tumebarikiwa na baraka zote, magari, mashamba na kila kitu. Sasa kazi yako na yangu ni kusafirisha zile vitu zitoke kule katika anga ya kiroho, sikue hapa tukaweze kuziona. Praise God. Hapa ndio vita inafanyaga nini, inakuanga. Na hapa ndio huwa sasa tunaomba, ndio tunaenda maombi ya 14 days from tomorrow. Bwana asifiwe sana. May God help us in Jesus name. Sema amen. So faith is believing in something even if you don't see it. Kwa hivyo mwaka huu ninakuonya, usiende kwa kuona na macho. Bwana asifiwe. Mungu akikwambia ufungue biashara, anza kutafuta nyumba ya kufungua biashara. Sema amen. Hata kama hauna nini, hata kama hauna pesa ya kulipa. Sasa Mungu hata chauza kikuuliza unataka nyumba gani, si unaona sasa unataka kufungua biashara, wengine hata hujui ni wapi. Ati naomba biashara in the name of Jesus, I lose I buy. Sawa, umeomba. Sasa chukua hatua ya imani. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Sasa chukua hatua ya imani. Sema amen. Unataka gari, enda mahali zinauzwa, uwaulize kama hii ni pesa gapi. Praise God. Ni roho anatembea. Hii ni pesa gapi? Unawauliza hivyo na inakuwa ni baraka. Pigia roho makofi wa Bwana katika jina la Bwana. Atukuzwe Mungu Baba wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote, aliyetubariki na baraka zingine, aliyetubariki na baraka kadhaa. Yaani ametubariki na baraka. Wacha nione wale wamebarikiwa na baraka zote katika jina la Bwana. Kwa hivyo usitafute baraka ate Mungu nibariki. Unaojua kuna maombi ama tunaomba, Mungu anatuangalia ate God bless me. You are blessed already in the name of the Lord. Kile unastahili kufanya ni kurudi kwa neno. Sema amen. Ndio ujue vile hizi baraka zitakuja katika jina la Bwana. Ni kama sasa imani, imani ni check ambayo ukiwa nayo wewe kaa nayo nyumbani, nyumba itafungwa na radio. Ukimwambia uko na check, unajua imeandikwa jina yako sio yake, anakuambia mimi nataka pesa. Maana hata ukimpatia hiyo check na imeandikwa your name, hawezi patiwa pesa. Praise God. Imani ni check. Amen. Lazima uende where the money is. Na pesa zinakuaga kwa wapi? Pesa zinakuaga wapi? Kayole, kwa bank. Kwa hivyo lazima uende kwa bank, na uende ile branch ambayo hiyo check imeandikwa. Kama ni family unaenda huko, kama ni Naivas ni bank. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. We are blessed with all blessings. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ Jesus. So we are blessed. Abiambo esako, you are blessed in Jesus name. Praise God. Na kwa hivyo ndio wakati mwingine ni vizuri kutoba maombi ati ya kukatana na laana. Unajua mimi Mungu amekuja kunisaidia majira haya tukiendelea. You know, when you walk with God many years, as you walk with God, unaedaga ukifanya nini? Ukipata revelation. Bwana sifiwe sana. Nimekuja kusoma in the book of Exodus, katika sheria za Musa imesemekana cursed is he who is almost crucified. Kuraniwa ni yule atasurubi. Na ukisoma in the New Testament, Yesu alisurubi. Kwa hivyo alibeba laana zo. Ndio wewe ufanye nini? Na ndio unaona Baraki wakati aliitwa na Balaam alaani wana Israeli, iliwezekana. Alijengewa madhabahu akienda kusema mumelaaniwa, anasema angalia hawa ni wabarikiwa wa Bwana katika jina la Yesu. I declare you are blessed in Jesus name. Tafuta njia ufikie baraka katika jina la Yesu. Wacha kushinda ukilia, omba, chukua hatua in the mighty name of the Lord. Imani ni miguu ya kukusafirisha katika jina la Bwana. Wakati umeomba, chukua hatua katika jina la Bwana. Abia mwenzako mwaka huu chukua hatua. Hebu nipatie hiyo in the book of James. Leo tunasoma ile Mungu ananifunulia. Bible imesema ya kwamba faith without action is dead. Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. So if this year is your year of walking by faith, action is needed. Matendo inatakikana katika jina la Yesu. Na matendo ni wakati unataka kufungua biashara na hauna pesa. Unaroketi ni maeneo gani?
alafu unatafuta nyumba, alafu unatafuta ladro, unamuuliza hii ni gapi, iko na deposit ya gapi ya hii, unamwambia wacha niende nilipage, ninakuja katika jina la Bwana. Praise God. Hiyo ndio imani. Lakini sasa kushida hapa ukiomba ati hata hiyo nyumba nimeomba isipate mtu mwingine, utashangaa Anthony, utashangaa itapata. Na Mungu unajua Amos anataka kwanza uende wapi? Kwani aliambia Joshua namna gani? Mahali utakanyaga nimekupatia. Sasa ni nani amekanyaga mbele? Wewe umeomba na umesikia kitu imetendeka. Sasa ni vizuri kuchukua hatua. Uende pale, umwambie radio nyumba usipatiane, ninakuja katika jina la Bwana. Hata kama sasa ukikuja hapa sasa kuomba, unaambia Mungu tazama, nimechukua hatua, sasa nipatie pesa katika jina la Yesu. Vivyo hivyo na imani isipokuwa iko na matendo, imekufa nafsini mwake. Kwa hivyo kuna watu ambao wako na dead faith. Uliza mwenzako uko na imani gani? Maana niliwafundisha 5 types of faith last mwaka jana. Niliwafundisha aina 5 amo za imani. Nikumbushe moja. Little faith, mpigie makofi. Imani nyingine Samuel. Great faith, hiyo nyingine. Ile ya fugufugu. Hiyo nyingine. Dead faith kama hii. Sasa yako ni gani? Ulize mwenzako yako ni gani? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo. Kwa hivyo kama ni mwaka wetu wa kutembea kwa imani, matendo ionekane katika jina la Bwana. Sema amen. Ambia mwenzako matendo ionekane. Kama kabisa utatembea kwa imani, wacha tuone matendo. Wacha tuone ile maamuzi utafanya. Wacha tuone ile mahatua utachukua mwaka huu. In the name of so too faith, if it does not have work to back it up, what does it back up faith? Faith inakuwa back na nini? Kai, wacha tusome. 1 to go. So too in operative and inefficient. It is the death. Imani inakuwa backed. Hata simu yako kuna wakati inakuitishaga hata kwa hosa. Kuna kakitu inakujaga ya kubak. Sijui nini. Munaielewa? Praise God. Nisalimieni katika jina la Bwana. May God help us in Jesus name. Unapotembea kwa imani mwaka huu, wacha kuwe na matendo mengi. Maana matendo ndio inadhihirisha you are man of faith. Praise God. Na ni vizuri watu wahame hata mahali wanaishi. Na nitaiwa Mrs. Pastor Guthamani. Leo thina ni thame thiko ngikugagia nena Radi Road. Nasikia tu kuhama, na nilimwambia jana, ushaichukia mahali unaishi Anthony. Na nikamwambia, na hii siogei kwa msaa. Chale teleke goe hake gogona hii. Siogei kwa msaa. Nilimwambia sasa mimi nachukia hii maeneo. Na sijui ni kwa nini. Mpaka boga ziko hapo nimemwambia sifanye. Sitaki. Nasikia nataka kuhama. Nikajua sasa ni ile niliokea hapa inanifanyia kazi. Ni misipa yangu na nyama zinakubaliana na neno katika jina la Bwana. Praise God. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Unajua ukikaa mahali nyumba ya kukodishwa, amen, kuna mapepo huwezi fukuza. Kuna mapepo huwezi nini? Maana hiyo nyumba iko na mwenyewe. Na kwa hivyo Amos usiende kufukuza mapepo Anthony kwa mwenyewe. Maana wakati hautakuwa, ijue hautakuwa, unaona vile itatadika gaya. Na nijo watatadikwa. Itajua huko kama ni mapepo kufuga, kuja kuvifugia kwa kanisa katika jina la Yesu. Don't buy devils kwa nyumba ambayo sio yako. Inajua wakati umeenda safari, itaonana na mama Abi kwa nyumba. Unasikia Charles? Kwa nyumba kusiombe maombi ya abiding and loosing. Hebu nisalimieni katika jina la Bwana. Maana hiyo maeneo ni ya wenyewe. Na kama mwenye hiyo boma yeye sasa amejenga, ako na mambo yake, itakuwa ni maeneo ambayo sio sawa ya kuomba maombi sasa ya kukemea. Na ndio unaonaga wakati mwingi nikisikia mtu anataka maombi ambayo ni mazito, na mwambiaga akuje hapa. Praise God.
kwa sababu hata kwangu niliambia Mrs. Pastor, ni mama mmoja tu alikuwa ameleta, na sipendi kuombea wagonjwa kwa nyumba, maana wakati sitakuwa mapepo yataugana yaseme leo pasa hayu nikute inawanyonga. Lakini ikuja hapa ikiuliza tulifukuziwa wapi, ikuja hapa itakutana na nini? Itakutana na malaika wa madhabahu. Bwana asifiwe. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri imani yako iwe na kitu ambayo inaibaka, na ile inaibaki ni nini? Hata kuna wakati unaweza enda kujaza loan kwa institution kama bank, alafu inakuitishaga nini ingine, your M-Pesa statement ya kufanya banking nini hii. Amen. Wengine wanaitishaga mtu, wale wako na mabiashara hapa, unaitishwa marisiti ile unalipaga kajo nayo na wafanyikazi. Amen. Ndio akaweze kuangalia kabisa, amen, ni nini itabaki hii ambayo unataka. Ninaomba tuwe na matendo mwaka huu katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Finally, give me Hebrews chapter 11 and verse 1. Hebrews chapter 11 and verse 1. Alafu tutaweza kumalizia. May you all by faith is here in the name of the Lord. Na mtu ambaye anatembea kwa imani hapana tawaliwa na maneno ya watu. Ati watu wanasema wewe upendezi. Amen. Sasa uragioneke. Bwana asifiwe sana. Yule Mungu aliumba huyu anakwambia si ni yeye amekuumba. Na Bible inasema namna gani? I am fearfully and wonderfully made. Wacha tusome sote ya Kizungu. 1 to go. Now fikisha hapo. Pay this. And what else? Confirmation and title deed. Ukienda kesi ya mashamba, judge kitu ya kwanza huwa anaambia prosecutor awekelee kwa meza, kama ni kesi ya shamba ni milki, yule awekelee ile title deed ama makaratasi wanaita hivyo hapo, na huyo awekelee ili ile ambayo ni genuine ikaweza kukaguliwa. Hiyo ndio huwa inafanya nini? Inamaliza kesi. Praise God. Na ndio unaona ukinunua shamba lazima ukimaliza waitishe title deed, iwe transfer, isiitwe Musyoka, iitwe Kamau ama iitwe mwenyewe. Now Bible inasema faith is a sure title deed and confirmation of the things hoped for. Praise God. Kwa hivyo ninaomba utembee na title deed. Amen in Jesus name. Uliza mwenzako title deed umeweka wapi. Akikwambia juu ya mabati, hiyo sio title deed. Hebu enda kwa manyumba ya watu. Amen. Praise God. Kuna saduku my dad yake ilikuwa imetokana nyumbani. Sasa amehama Geshagi. Amen. Sasa ilitokana sasa ya kufungwa, akaitoa ije. Sasa kitu ya kwanza ile niliona hapo ni title deed ya shamba ya nyumbani, na pengine ikine ya mahali pengine Mungu amembariki napo. Na hiyo saduku huwa inafuu. Lakini mafuta ya kujipaka unaweza fugia kwa saduku. Maguta ma 50 mara 100 mang'ombe. Mafuta ya 50 wewe unaweza ficha. Si hata mtu, hata kuna wakati Melissa alikula mafuta. Hata kuna mtu alimuuliza. Nilisema tu upatiwe maziwa. Lakini kama ni title deed alikuwa sasa amerarua. Kama ni jera wangekubali kumfuga agenda. Ningesema afugwe jera dogo 3 months. Maana hiyo karatasi kuipata lazima uende kwa commissioner of oath ukaweze kuwapa, na ukienda kuwapa lazima ulize kama uliandikisha AOB ya kwamba iliraruliwa ama nyumba ilichomeka. Na ndio unaonaga kukichomeka nyumba unastahili kwenda kureport, ili kama ulikuwa na document kama logbook ya gari, kama title deed ya shamba na documents zingine muhimu unaandikisha. Sawa sawa. Ndio sasa uende upatiane ID yako sikaweze kufuatiliwa na kuwa trace. Now faith is assurance, title deed, confirmation of the things hoped for, definitely granted, and the evidence of things not seen, the conviction of the reality. May you have the conviction of reality in Jesus name. Yani faith ni kuwa na conviction ile reality in the name of the Lord.
comprehend is fact. What cannot be experienced by the physical senses. So when you are walking by faith, amen, lazima uotoe your 5 senses. Na tuliona 5 senses ni gani? Amos: kunusa, kuoja, kusikia, kuguza na kurukaruka, jumping. Amen. Lazima sasa utoke kwa hizo. Sema amen. Imani kile inakufanyanga, inakutoaga kwa senses zako. Bwana sifiwe. Inakupeleka sasa kwa maeneo mengine. Na ilifanyika hivi, nimemaliza, in the time of Peter. Wakati walikuwa kwa chobo, kwa merikebu, waliangalia wakaona mtu anatembea juu ya maji. Wanafunzi wakasema, Elia ni goma, ile ni jini, ile ni shetani, ile ni pepo. Lakini Peter akaangalia akaona kama ni yeye, akasema ni nani? Kwa hivyo kukawa na mabishano. Peter na kiherehere yake akamwambia, kama ni wewe Yesu, kama sio jini wewe, si wewe ni Yesu, niambie nitembee juu ya maji. Peter akachukua hatu, akaanza kutembea nini? Juu ya maji. Wengine walitembea, si walikuwa kwa merikebu moja. Na ndio unaona hata kwa hii madhabahu kuna watu watafanya maajabu hapa katika jina la Bwana. Na tuko katika neema moja. Ninakuombea usibaki nyuma, in the mighty name of the Lord. Wakati tunasoga, tusoge wote, in the mighty name of the Lord. Peter akitembea, hata kanini atembee juu ya maji, hata mairanga na mahianyu watembee juu ya maji. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. It is a year of walking by faith. Inuka na miguu yako, inue mikono yako, in the name of the Lord. Uambie Bwana akusaidie 2026 utembee kwa imani katika jina la Yesu. Na siuinue hiyo mikono yako na uanze kuomba bila kuangalia mtu. Ye palaba la baganda ama bushia baganda. Wacha nisikie tukiinua maombi asubuhi ya leo, in the mighty name of the Lord. Inua maombi, inua maombi. Na si nimesema tuinue mikono yetu, mwaka ukiwa mpya, si ujaze mwaka na mambo ya imani katika jina la Yesu. Bwana tunaliinua jina lako. Ye barabala bazina shalabina zina ramina zokina kakabururia riporosia bihele leselebo rikorina zina mihende makoko bosia bidia ziniribina zaino robina kai mata ya darabini zina rabagada. I declare 2026 is my year of walking by faith. Great doors all happening. Tagaza mirago mipya inafunguka. Tagaza new connection mwaka huu. Nasi wa mama muombe, wasesi mudikirie mambo makubwa mwaka huu. Ni mwaka wa kutembea kwa imani, in the mighty name of the Lord. Thank you Jehovah God for your word this morning. We bless your name, we glorify your name. Shiara baburi kaibo, ye mama baburi ataya, sederebo rikabagada. Bwana tunakuinua, tunalibariki jina lako Bwana. Hakuna kama wewe. Bwana mikono yetu kwako Bwana. Umetupatia title deed Bwana, na tumeiweka kwa mfuko Bwana, ya mambo ambayo Bwana tunaaminia Jehova. Tunakushukuru, umetupatia hati miliki ya baraka Bwana. Umetupatia hati miliki ya
ya magari na mashamba na baraka za hapa duniani. Zadiribilibialabalabuzi yebori ya ramina zina rabina. We thank you, O God. Tutatuza hiyo title deed, tutaiweka vizuri Bwana, tutailinda mwaka huu Bwana, katika jina la Yesu. Tumeliinua jina lako na tumekutukuza. In Jesus name we pray. Tushangilie Bwana kwa makofi, the house of God. Tushangilie Bwana. In the name of Jesus.